Sosi ya hii daraja imetoka mbali sana kwa kweli, kwa sababu juzi kaingia mtoto. Kwa kweli hili daraja ni bovu na ni kero kubwa sana kwa wananchi. Kwa sababu kuna mvua fulani ilinyesha hapa, iliharibu hata hii nguzo ya umeme kama unaiona pembeni, ndio chanzo cha kujengwa huu msingi wa zege. Kwa hiyo baada ya kujengwa huu msingi, kama ZECO walijenga msingi tu kwa kuimarisha wao nguzo yao tu, daraja wakaiacha. Sosi ya hii daraja imetoka mbali sana kwa kweli, kwa sababu juzi kaingia mtoto pale. Mimi mwenyewe nipo. Bahati nzuri yule mtoto Mungu kamjalia amekwenda kukwama kwenye zege ya chini. Mtoto ana miaka kama 10. Isitoshe kwamba hii daraja cha kushangaza, hata mnyama anapotoka huku akifika pale anasita, anaogopa kuingia. Sasa yule mnyama hajapewa akili na Mungu kama tulivyopuasia, lakini kasita. Kwa hiyo ikawa ni daraja ya mabati ya mwanzo, likaja bati likatoboka kama lilivyotoboka leo hapo hilo daraja. Tukaomba halmashauri kupitia pesa ya mbunge ambao ni mstaafu, ameshaondoka. Kwa hiyo toka kipindi hicho tumekuja hii daraja, lakini ilijengwa kipindi cha mchanga ulikuwa mbaya. Kwa kweli mchanga ulikuwa mbaya. Lakini ingawa ni daraja kwamba ni mchanga mbaya, sema kati hii daraja haina sapota. Ndio maana hii daraja imeanza mwanzo ilitoboka kabla. Kutoboka kabla sisi tukachangisha wananchi hapa. Wenyewe tu tukaitia saruji na zege. Lakini sasa huwezi kupandikisha zege juu ya zege. Kwa hapo tutakuwa hatujapata suluhisho. Kwa hiyo sasa tumekwenda mpaka sasa hivi hapo nimeshaenda mbio daraja. Wameshakuja watu halmashauri, wameshaipiga picha, hadi mwisho jana imepigwa picha hiyo. Amekuja Zungu na mkurugenzi yule au nani alikuja hapo, wameiona. Sasa hii daraja sasa hivi sasa yote ilobaki hapo nipo kwa babu tu wa halmashauri, ni kusaini kuja kujengwa hiyo daraja tu. Lakini tunachokiomba hapo kwa serikali yetu tukufu kupitia manispaa yetu ya Magharibi B, na imani kwamba mara hii tutatengenezea daraja yenye hakika kamili kupitia pesa ya mbunge, ya mfuko wa mbunge na wao kama halmashauri. Ila tunachoomba kwamba watuletee mkandarasi ambapo wanajua kutengeneza daraja zenye uhakika. Kwa sababu hii daraja hapa ilipo, yani mimi ndo kama daraja yangu. Kwa sababu watu wote wanaopita hapa ni lazima mimi wanilalamikie kuhusu daraja. Na mimi malalamikio yangu napeleka kwenye serikali kuu. Lakini kama ni serikali kuu, hii daraja si ya kujengwa na serikali kuu. Hii daraja ya kujengwa na serikali za mitaa ambapo zikiungana na halmashauri, kwa sababu wananchi wanachukuliwa pesa zao za taka, wananchi wanachukuliwa kodi zao za maduka, wananchi wanachukuliwa kila aina ya kodi. Sasa hii ni halmashauri ni ya kuijenga hii daraja.
Haipasi kwamba daraja hii atoke Dr. Mwinyi huko aje kwenye hii daraja hii, inakuwa ni aibu kwa halmashauri. Kwa hiyo mimi mawazo yangu na changamoto yangu kwa daraja hii, na imani kwa kituo chenu hichi kitukufu kitafika mbali na haitakuwa haina muda mrefu, kwa sababu kitu chochote ni kukieneza, ambapo ukikieneza hichi kitu ndio daraja mafanikio yake kujengwa haraka. Kwa kweli hili daraja ni bovu na ni kero kubwa sana kwa wananchi, kwa sababu hapa tunaona kwamba ni padogo, lakini hawa wanakaa huku ni wakazi wengi sana na ambao tumia daraja hili. Sasa kuharibika kwa hii daraja au kuambuka kwa hii daraja, shughuli nyingi za kijamii zinaharibika, kwa sababu hapa magari yatakuwa hawezi kupita. Kwa hiyo tunaomba husika watu tazame kwa jicho la huruma, waje tutengenezee ili na wananchi na wafaidike, iwe mbunge, iwe mwakilishi, iwe serikali yenyewe, mseme ni halmashauri. Tunawaomba kwa hali yote watu wone kwa jicho la huruma.